Kwa majina naitwa Mohamed Saum, ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri majini TASAC au shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, lakini vile vile nimekuja Kigoma kama msajili wa mabaharia katika wiki ya kusherehekea wiki ya mabaharia ambayo kitafanyika kesho kutwa. Lakini pamoja na hilo, kama msajili wa meli vile vile nimefika hapa Kigoma, nimewiwa kuja kutembelea ukarabati wa meli ya MV Liemba ambayo mnaiona, nadhani waandishi wa habari mmeiona hapo nyuma, ambao unaendelea kufanyika chini ya kampuni yetu ya Tashiko. Kwa kuwa sisi TASAC tuna wajibu wa kukagua ujenzi na marekebisho ya meli, niona vyema nije nione hatua iliyofikia katika ukarabati wa meli hii. Kama mnavyofahamu, mkoa wa Kigoma kwa kipindi kirefu umekuwa na changamoto ya usafiri ziwani kwa kukosekana kwa meli ya uhakika ambayo ingesaidia kusafirisha wananchi pembezoni mwa ziwa Tanganyika, na sasa hivi wananchi wengi wanatumia vyombo vidogo ambavyo haviko salama. Kwa hiyo serikali kupitia Tashiko iliona vyema ifanyie marekebisho meli ambayo ni ya muda mrefu. Nadhani ni moja ya meli kongwe nchini, zaidi ya miaka 100 hii MV Liemba, na leo tumefika hapa kuangalia hatua iliyofikia katika marekebisho na ukarabati, na kwa mujibu wa meneja mradi tumeambiwa wako karibia 90% ya marekebisho, na hatua ambayo inasubiriwa sana sasa ni kupandisha tu meli kwenye chelezo, kumalizia kufix mifumo ya uendeshaji wa meli, maana propeller shaft kuzunganisha na engine. Lakini ndani tumetembea, tumeona marekebisho makubwa na kwa kweli tumeridhika. Eneo kubwa ni kama meli ukiondoa ule mwili wake, ndani wamerekebisha kila kitu, kwa maana kufunga engine mpya, vifaa vya uongozi meli vipya, lakini na kurekebisha vyumba vyote ambavyo, maeneo yote ambayo abiria wanakaa, kwa vyumba vya kulala na vile maeneo ya economy, kwa maana kuweka viti vipi. Kwa hiyo hatua inayofikia ni nzuri, na wametueleza kwamba kufikia katikati ya mwezi ujao watatuita kwa ajili ya maandalizi ya sea trial au majaribio ya meli. Kwa hiyo baada ya ukarabati wa kwenye chelezo, sasa tutakuja kukagua kwa ajili ya kutoa ridhaa ya chombo hicho kufanywa majaribio ziwani, na baada ya hapo tunategemea ndani ya kipindi kifupi basi tuikague tena na kuipatia vyeti ianze kutoa huduma, na kwa matarajio ya Tashiko kabla ya mwisho wa mwezi wa 8 au wa 9 tunategemea meli itakuwa imeanza kuanza kutoa huduma katika ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tuhakikishie wananchi wa ukanda wa ziwa Tanganyika kwamba meli yetu hii hivi karibuni itaanza kutoa huduma na kurejesha faraja kwa wananchi, kwani kwa muda mrefu wamekuwa wanakosa chombo cha uhakika cha usafiri katika ukanda wa ziwa letu Tanganyika. Kukamilika kwa meli kama nilivyosema, ndio roho ya usafirishaji pembezoni mwa ziwa Tanganyika, na mnavyofahamu mkoa wa Kigoma kuna maeneo ambayo hayafikiki kwa njia ya barabara zaidi ya meli. Kwa hiyo kwa wananchi wengi wanategemea njia ya ziwani kufika makao makuu ya mkoa, lakini kufanya biashara, uchumi na maendeleo ya maeneo yao. Kwa hiyo kuwepo kwa meli ambayo kama unavyojua inasafirisha abiria pamoja na mizigo karibia tani 300 utawezesha kuchagiza hata biashara pembezoni mwa ziwa Tanganyika, lakini kuhakikisha usalama wa maisha ya watu pembezoni kwa kupata usafiri wa uhakika. Kwa tunaamini pamoja na jitihada za serikali zinazoendelea kujenga meli mpya ya abiria katika ziwa Tanganyika, watu nasubiri ujenzi huo kwanza. Meli hii nadhani itasaidia sana katika kurejesha faraja kwa wananchi, kwani kwa kipindi kirefu kimekuwa ni kilio cha mkoa huu. Lakini kama tunavyoona sasa hivi ukarabati umeshafika 90%, na nimeelezwa sasa hivi watu wanafanya kazi usiku na mchana. Kidogo walikuwa wamechelewa katikati hapa, lakini sasa hivi ni usiku na mchana, zaidi ya masaa 13 mpaka 14 ya kazi kwa siku. Kwa hiyo tunaamini itakamilika katika wakati uliopangwa, na mwezi wa 9 mwanzoni au 8 mwishoni itaanza kutoa huduma. Nawashukuru sana.